Tutaunda chombo imara, mamlaka ya usimamizi wa sekta ya uvuvi. Kama mnavyoona kwenye taasisi zingine na sekta zingine za kiuchumi, mali asili kwa mfano, wana vyombo madhubuti vya kusimamia misitu, vinafanya kazi vizuri kuliko sisi tunavyofanya. TANAPA kusimamia hifadhi zetu, wanafanya vizuri zaidi kuliko sisi tunavyofanya. Wanahifadhi na wanapata mapato makubwa na wanatoa mchango mkubwa katika uchumi wa nchi yetu. Na wakati mwingine hao wanaofanya hivyo, rasilimali zao si kubwa kama sisi tulizo nazo. Hicho chombo kitatusaidia kutatua changamoto ya rasilimali watu kwa idadi yao, kwa tabia zao, na kwa uwezo wao na ujuzi wao na maarifa yao. Tunao upungufu wa rasilimali watu, lakini hata hii tulionayo haipigi mchaka wa kutosha. Lakini miongoni mwa watumishi hao walio kwenye sekta, ambao ni wachache, wako ambao badala ya kuhifadhi wanahujumu sekta. Na tunajuana, ukizungumza na wananchi ambao ukiwaomba wazungumze hadharani wanaogopa, kwa sababu wanadhani nikishaondoka watawekwa kitimoto na hao ambao wanatajwa. Ninayo orodha ya watumishi na ushahidi wa kutosha kabisa kwamba badala ya kufanya kazi ya kuhifadhi rasilimali za samaki, wanahujumu hizo rasilimali za samaki kwa mtindo wa rushwa. Akimkamata mhalifu, anamsomea mashtaka yeye, utafikiria mahakama, na anamwambia faini anayotakiwa kulipa, na anamuuliza uko tayari ulipe milioni 2 au tukae tuzungumze. Sasa binadamu ana tabia pia ya kutafuta unafuu, hasa anapokuwa chini ya mamlaka. Na unafuu mnadhani ni upi? Anachagua kwenda mahakamani au kulipa faini kamili? Hapana, wanamalizana. Na kitu ambacho ni cha hatari zaidi, wanafanya hivyo bila haya wala woga, kiasi ambacho wanatumiwa hata pesa za miamala kwenye simu zao wao wenyewe. Chombo hicho tunachotaka kukiunda lazima kiwe ni chombo ambacho kitakuwa na watumishi safi.